Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa wananchi wa Tanzania kuufanya mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijria kuwa mwaka wa maridhiano, upendo na ustahimilivu. Rais Dr. Mwinyi ametoa wito huo katika maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijria yaliyofanyika katika msikiti wa Jamii Zinjibar Kiembe Samaki, mkoa wa Mjini Magharibi. Tunapoukaribisha mwaka mpya wa Hijria, tuna wajibu wa kujiuliza tumefanya nini katika kuimarisha amani katika familia zetu, sehemu zetu za kazi na katika taifa letu kwa ujumla. Tunapaswa tuwe watu wa kusameheana, kusaidiana na kujenga maelewano. Katika aya ya 10 ya Surat Hujurat, Mwenyezi Mungu anasema, hakika waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu. Kwa hakika huu ni wito wa wazi unaotuhimiza kuendeleza maridhiano na kuondoa migawanyiko inayoweza kudhoofisha mshikamano wetu. Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini katika kuhimiza umoja wa kitaifa, kuimarisha maadili na kukuza amani na kujenga jamii yenye umoja na ustawi. Serikali inatambua na kuthamini kazi kubwa na nzuri inayofanywa na taasisi za dini katika kuhimiza amani, umoja na kuhimiza maadili mema katika jamii yetu, hatua ambayo ni msingi muhimu wa maendeleo na mustakabali mwema wa taifa letu. Napenda kutoa wito kwamba tutakapoanza mwaka mpya wa Kiislamu wa 1448 Hijria, na waomba wananchi wote wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kuufanya mwaka huu kuwa mwaka wa maridhiano, ustahimilivu, upendo na mshikamano. Tujiepushe na mambo yote yanayoweza kutugawa, tuheshimu tofauti zetu na tuendelee kuilinda tunu ya amani ambayo ndiyo msingi wa maendeleo yetu. Kwa hakika mada zilizotolewa hapa zimeonyeshwa dhahiri kwamba Uislamu ni dini ya amani, maridhiano, ustahimilivu na maendeleo. Tunathamini sana mchango wenu katika kuimarisha udugu wa Kiislamu na mshikamano wa wananchi wetu. Jambo hili linaendelea kudhihirisha kauli ya Mola wetu mtukufu kwa waumini ni ndugu. Kwa hiyo wekeni kalenda kupitia tukio la kuhama Mtume kutoka Maka kwenda Madina, ndio ukapatikana muafaka na makubaliano kwamba mwaka wa Kiislamu utaitwa mwaka wa Hijra, na kwa sababu tukio la Hijra ndilo lililoleta kuenea kwa Uislamu, kupatikana kwa kila jambo, kama ambavyo mada tumezungumzwa hapa na shekhe na mashekhe wote waliosimama hapa pamoja na profesa kutoka Sudan, wakakubaliana mwaka wetu huu wa Kiislamu ukaitwa mwaka wa Al-Hijra. Tunatia sababu ya kuona na tunashukuru alhamdulillah rais wetu kwa ushirikiano kwa kufanya sawa kwa usimamizi za ofisi ya Mufti ametukubali kwamba leo kushirikiana na timu yetu tuanzishe uzuri na kusherehekea siku ya Hijra ya Mtume sana na kushirikiana kila kwamba tumeleta upendo, maelewano, maridhiano, maendeleo ya kiuchumi na maendeleo ya kijamii. Leo mimi mwenyewe nimepata fursa nzuri na darasa kutoka kwa mufti wetu hawa kutoka nchi zetu mbalimbali tulizozialika, na wanahimiza sana maridhiano, umoja na mshikamano. Ni imani yangu kwamba Wazanzibari wote wamesikia na watasikia kwa sababu tuko live. Kwa hivyo inshallah Zanzibar yetu itaendelea kuwa na umoja na maridhiano mazuri na mshikamano inshallah. Sasa Mtume akaenda akatembea usiku na mchana kwa miguu na ngamia, na sisi sote tunaendanga Maka, tunaona kitu gani? Yani masafa gani kutoka Maka kufika Madina? Kama wewe ungeambia kwamba tembea na miguu, basi ungesema sasa huu Uislamu umenishinda leo. Lakini Mtume swalla salama na Abubakar
wakatembea mpaka wakafika Madina. Kweli wali watukufu wa Islamu, huyu mwaka ambao tunaumaliza ni siku 365 au 360. Tuliyapata mengi na tuliyaona mengi, na vile vile tulipata hasara ya mengi, lakini je, yalitufunza kitu gani? النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة المنورة على أساس الأخوة الإيمانية. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة. وقال جل شأنه واصفا روعة هذا الإخاء. Nabii Ibrahimu alayhi salam alipouombea mji wa Maka, akaanza na amani na usalama, akasema o Mola wangu, o Mola wangu. Ibrahimu alisema o Mola wangu, jalia huyu mji wa Maka uwe mji wa amani na usalama, na uwape watu wake matunda na mafanikio. Aidha, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetangaza tarehe 17 Juni 2026 kuwa siku ya mapumziko kwa ajili ya maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijria. Abdillahi Abdullah, ASAM Online TV.